nilikuwa na ng'ombe moja nyumbani. Nikikaa kwa ibada yani madamu. Na kama natoka madamu mara mwingine nafikiri ni bonge. Sasa nipige mambo ikanakata. Sasa nikitoka hiki nimetoka ng'ombe nyingi hazijawahi kutokea. Lakini hakuna nini? Nilipata kufanya maombi hapa. Kesho nikasema Mungu kama mtumishi alipoongea. Yaani sitaki kwamba nirudie tena kwa jina tunatamua natokage madamu. Na nimeombea yaani madada hapa asubuhi naenda kukamua. Hamna cha damu wala cha nini. Ng'ombe wako anaweza kuwa na shida ya kulogwa. Ng'ombe wako anaweza ukamnunua akawa na maziwa mazuri, lakini watu wasiotakia watu mambo mazuri wanaweza kukaa kwenye manyonyo ya ng'ombe wako, na wakikaa hapo wanaweza kutengeneza damu chunga wako, wanaweza kumtesa ng'ombe wako kusudi tu kukuzuia wewe usipate faida ya ng'ombe. Ng'ombe anatoka damu, lakini anasema ulitoka kwenye maombi mahali hapa ukasema kama mtumishi alivyosema na kwenda kukamua ng'ombe, na ng'ombe akasafishika akatoa maziwa na mpaka leo Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna hata kutoka hapa. Lolote lililosimama liondoke kwa jina la Yesu. Leo iwe siku yako, beba hilo ya huyu mama. Nataka niwaambie, sio cha Sasa mtoto wangu kwa sasa tulivyotoka hapa tukakaa kama wiki. Kutoka kama nikaweka maziwa na kuweka nikalipa mzigo ya basa. Sasa mama na maziwa akasema wewe na mgeni nyumbani. Sasa mgeni akasema sawa. Nikafika pale ni shadali yake na mwanaume. Kwa zamani bila zamani. Kuna siku ulienda na mtoto wangu kanisani. Nikasema ndio. Akasema sasa nikwambie, eti wewe ulitoa na sadaka 200. ndio. Nikasema mimi, nikasema ndio malizia. Nikasema sasa tukwambie, nataka kukuta wewe nikakupa sana. Nikasema asante kwa hivi. Akasema kwa sababu sisi tunaona huyu mtoto alipokuwa ni msumbufu, lakini leo hii sasa wewe umeenda bila kutuambia kwamba ndio mtoto kanisani. Nikasema nikasema kweli Mungu ni mganga wa kienyeji. Nasema kama tunakuambia kwambia sasa. Sababu ile ndio anapita nikali. Ndio sasa. Na baba hivi navyoongea. Baba alimpa shamba. Alipokonya akamfukuza akasema hapa ni basi kabisa. Sasa wanasema kuanzia saa hizi. Yaani wanasema kwanza sasa hivi utayaona atakayokupa. Nikasema sasa hivyo nikasema niwaambie. Kama Mungu ndio nikaongea tu mbele ya yule. Nikasema kama Mungu ndio mbele. Yaani hapo nitamke ataongea wenyewe. Hapo ni baba ndio hivi nasema asante Mungu ndio maombi mama ambaye alikuwa anatuombea miguu. Wanangu, miguu ilipoguswa nafsi yako ilirejea, na chochote kilichounganishwa kwako kilipata shida. Leo nataka niwaeleze jambo moja. Narudia tena. Ni kweli mnapotoa sadaka kwenye madhabahu unasababisha kitu kikubwa. Kilichomuumiza ni sadaka ambazo aliamini. Mimi siwezi kujua kwa sababu wengi mnaingia madhabahuni, lakini nafahamu sadaka mnatoa. Na hizo sadaka mnazozitoa ni kweli zinasababisha vita kwa maadui zenu. Wao wanafahamu wanaweza kutoa zile sadaka kwa miungu yao, lakini wanafahamu ninyi wengi mnaona ugumu kwenye kutoa sadaka. Wakigundua kwamba mmeanza kugusa kutolea sadaka kwa ajili ya mambo fulani, wanafahamu kuna maeneo nguzo zao, milima yao inatetemeshwa, inapasuliwa. Ndio maana wanasema nasikia ya kwamba umeweza kuachilia sadaka. Unafikiri kwa nini wanasema sadaka utakiona? Kwa sababu wanafahamu nguvu ya hizo kitu. Alafu cha pili waelewa, wanasema hivi, inawezekana ni mganga, manake wanaelewa nguvu iliyokutana